Ndugu zangu katika imani, inna uquqa alwalidain, hakika jambo la kugombana na kuteta na wazazi wawili, min kabairi dhunub, ni miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa. Wakati kijana, wakati msichana anaamua kugombana na wazazi wake, kupelekana vibaya na wazazi wake, atambue jambo hilo anapolifanya kwa wazazi wake wawili hao, anafanya dhambi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama jaa fil hadith, ni kama ilivyothibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ana Abdullah bin Amr an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Abdullah mtoto wa Amr kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, al-kabairu, madhambi makubwa, al-ishraku billahi, kwanza ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Madhambi makubwa ambayo kwamba ukiyafanya ni mtihani mzito mbele ya Allah, kwamba hauwezi kusamehewa mpaka urudi na utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi la kwanza al-ishraku billah, huyu ndiye mama wa madhambi yote. Al-ishraku billahi ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo mtu hawezi kufanya biashara mpaka amshirikishe Allah. Hawezi kufanya biashara mpaka amshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mtu anataka kununua gari, leo mtu anataka kufungua duka, leo mtu anataka kuanzisha sehemu ambayo ni ya biashara kama mfano wa hoteli. Anakwenda kwa mganga, anamwambia, bwana mkubwa, nimekuja mimi nina biashara yangu nataka kuianza, hebu kwanza niangalilie, je, niko na maadui ama sina maadui? Kisha yule bwana anaanza kumwangalilia, anamwambia, pale mtaani kwenu kuna watu ambao hawakupendi, na hili jambo la kutaka kuanza biashara bure bure, hii biashara itaanguka, lazima wazee wakusaidie. Si wazee wa kibinadamu, hawa ni wazee wa kijini. Lazima wazee wakusaidie katika hili. Unaanza kutumwa vitu vya ajabu ajabu. Kanitafutie nazi iliyoanguka yenyewe. Kila mmoja anaijua nazi ile, anaambiwa katafute nazi iliyoanguka yenyewe kwenye mnazi. Kisha nahitaji uniletee mchele pishori nambari 1 ya Kenya. Nahitaji uniletee shuka 3 nyeupe na shuka 3 nyeusi. Nahitaji uniletee mbuzi rangi fulani. Nahitaji ukaniletee kucha za mwenda wazimu. Sasa unaangalia yale masharti ambayo unayopewa kwa yule mganga, unahisi masharti haya mimi nayatimiza vipi? Ambayo pengine ni mepesi, ni hizi shuka nyeusi, shuka nyeupe, labda pengine na huyo mbuzi. Lakini leo nazi iliyoanguka yenyewe, najuaje kama imeanguka yenyewe? Leo kucha za mwenda wazimu, hujamshika tayari mwapambana. Leo ukienda ukimshika utamkata vipi kucha? Unapewa masharti ya ajabu ajabu, masharti kiasi cha kwamba yanakushinda. Kisha alafu unaambiwa, kama hayo yote huyawezi, angusha 100,000 wazee watakusaidia. Baada ya kufanywa haya, biashara yako itakwenda vizuri, biashara yako itakuwa nzuri, hakuna matatizo. Na yoyote ambaye atakayeamua kukufanyia wewe ubaya kwenye biashara yako atakwenda yeye. Una vijipesa vyako kwenye akaunti, unakwenda kuvikwangua. Unamletea mganga, unampa maskini ya Mungu, unaliwa, maana wajinga ndo waliwao. Anakula zile pesa. Baada ya kuzila pesa, mganga unaanza biashara. Baada ya siku 2-3 utasikia umefilisika. Sasa ilikuwaje na wewe una wazee wa kuweza kuidefend ile biashara yako na leo imefilisika? Wewe mwanadamu, hebu amka. Amka. Toka kwenye usingizi ambao ni mzito. Hebu toka kule. Yule mganga unayekwenda kwake, ukaamua kuutaka utajiri mkubwa kwake, hebu muangalie mazingira kwanza anayoyaishi. Yeye mwenyewe na watoto wake hawana kazi. Yeye mwenyewe nyumba hana, anaishi
kwenye kibanda kinaanguka, wewe ukai tu kafikiria. Alafu watu walivyokuwa akili zao zimemezwa na mambo ya dunia, anakwenda yote yale hachukui, ni ibra wa mauidha, hachukui. Anakwenda na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa mkubwa, inakuwa chanzo na sababu anafanikiwa. Hivi mnajua ni kwa nini? Ni kwa sababu Allah bado anahitaji watu kule jikoni, ili akawe kuni kule motoni. Atakwenda vipi? Lazima afanikiwe katika lile. Wapenzi katika imani, kwa hiyo katika madhambi makubwa, la kwanza kabisa al-ishraku billah, ni kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la pili, wa uququl walidaini, na kuteta na kugombana na wazazi wawili, ni katika madhambi makubwa. Lakini leo ukiangalia majumbani, waweza kusikia sauti ya kijana ipo juu. Ukija ukitahamaki, ni mzazi ambaye amekalishwa anasomewa na mtoto wake. Wewe siku hizi umekuwa mbaya, wewe mamangu umheshimu tena, ulimchukua akiwa msichana, wajidai unampenda, leo mama yangu unamtesa, hata mimi sitokuheshimu. Wewe mzee wa aina gani? Afadhali nikatafute baba mwingine. Ndio vijana ambao tuko nao majumbani. Ugomvi wa kuhusiana na baba yako na mama yako, wewe kuhusu nini? Waache wenyewe wakae chumbani, wayamalize ya kwao. Hajakwisha wakahusisha watoto, basi mnaweza kutumia busara na hikma. Lakini leo inafikia mahala unakuja kumuona baba anahangaika, baba anateseka. Alitafuta mali alipokuwa kijana, alikwenda mbio kuwatafutia watoto wake. Na yeye baba alivyokuwa poyoyo, mimi nitasema ni poyoyo, vitu vyote vya kifedha amemwandikisha mke wake, vyote, kwa sababu ni mapenzi. Nyumba aliyojenga kajenga mwenyewe, kisha anamwambia my sweetheart, my love, wewe ndio unatakiwa umiliki nyumba hii. Anaandika jina la mke wake. Wewe ni bwege wa mwisho. Hiki kisa kishawahi kutokea sehemu, sitaji sehemu gani, lakini kishatokea. Bwana mmoja alikuwa anahangaika sana. Mimi nikaamua kufanya utafiti, kwa sababu wakati mwingine unapoangalia maisha ya watu watakiwa upate ibra na mawaidha fulani. Nikamuona yule mzee anavyohangaika, anavyoteseka, lakini ukimwangalia mzee kavaa smart, ukimwangalia mzee mashaallah yuko nadhifu. Sasa nikataka kujua huyu mzee ana matatizo gani. Nikajaribu kuuliza, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Nikajaribu kuuliza mimi, huyu mzee hana watoto? Huyu mzee hana familia? Wazee wenzake wakaniambia yuko na familia, lakini tatizo ni moja tu. Huyu mzee alikuwa anafanya poti, alikuwa anafanya kilindini kwenye utajiri pia wa Kenya, huu poti kule. Huyu mzee alikuwa anapata mshahara mzuri sana, na hivi unavyomuona amejenga nyumba kadhaa, sio chini ya nyumba 4-5, na zote nyumba zinaingiza pesa, na watoto wake ni madaktari, watoto wake ni wakubwa. Lakini ma'al asafi shadid, baada ya zile nyumba kuzijenga zote, kaandikisha majina yote ni ya mke wake. Baada ya kuritaya tu, baada ya kwamba kule kazini ameonekana akachoka, hana kazi tena, akapewa kiinua mgongo chake, akapewa pia, akaenda kumkabidhi mke wake. Mke wangu basi kile cha uzee ndio hichi. Wakatumia kukaanga, kuchemsha, kuchoma, mpaka pesa zikaisha. Zilipomalizika, mwanamke akamwambia mumewe, hivi unajua kwamba hauna nafasi tena hapa? Kivipi? Wazungumza nini wewe? Hii nyumba ni ya kwako. Si nimejenga kwa pesa zangu? Hii nyumba ni ya kwako. Nimekuandikisha wewe mke wangu. Kwa hiyo na maana sio ya kwako Nyumba fulani ambayo kwa sehemu fulani ni ya kwako. Sehemu fulani Sasa wafanyaje hapa? Katafute sehemu. Ndio maana chanzo cha huyu mzee anahangaika, watoto nao ni kama wamefanyiwa kitu na mama yao mzazi,
hawahitaji kabisa kumsaidia baba yao, na wanamuona baba yao anahangaika, anateseka. Ukimuona mpaka mzee anatembea anazungumza mwenyewe peke yake, anarusha mikono, yani ni kama mtu ambaye anajuta kwa kitendo fulani ambacho alichokifanya cha ujinga, lakini ni majuto sasa ambayo ni mjukuu tena. Nyumba ndio hile, anawaambia wenzake ile ni ya kwangu, lakini jina, yule ni mke wangu, na hawajaachana, yule ni mke wangu lakini jina. Sasa ugomvi ambao kwamba upo baina ya baba yako na mama yako, wewe unatakiwa uachane nao. Ukiona umehusishwa kwa sehemu fulani, wale wazazi wanajua ya kwamba huyu mtoto labda ana hikma na busara fulani, japo tulimzaa anaweza kutupa muongozo, na hasa ikiwa kijana ameisoma dini, na wewe utoe muongozo mzuri. Yamekushinda, watafute maulama ambao wamekuzidi elimu ili waweze kuyarekebisha, lakini usiwe shabiki wa upande mmoja. Mimi niko pamoja na mama yangu bwana, tena we mzee usithubutu, nitakuja kukukosea heshima, nitakupiga mbele ya watoto wako. Haya ndiyo matatizo wanayokumbana wazee katika majumba yao. Wa uququl walidain, na kugombana na wazazi wawili ni miongoni mwa madhambi makubwa. Wa qatlun nafsi, na kuua nafsi. Qatlun nafsi, kuua nafsi. Leo inafikia mahala kijana anaona maisha yamemshinda, anahisi ya kwamba mimi nitakapoua nafsi yangu basi nitakwenda kulabata kule, nitakwenda kupumzika. Nani alokuambia maneno hayo? Na hii ni kukata tamaa na maisha. Leo unasikia visa mbalimbali. Leo ukiangalia ma TV utaona fulani kamfumania mke wake, anaona ya kwamba ili aweze kusalimika na aibu za watu, anatafuta kamba, anajitia kitanzi, amekwenda. Anatafuta sumu, anakunywa, amekwenda. Sasa wewe kama si mjinga ni nani? Kwa sababu huyo ulomnywa sumu sio kwamba utakufa naye, wamwacha huku wenzako watakuja kula wengine. Wewe kule umejiua nafsi yako na kwenda kupambana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nani ambaye ni mjinga hapa? Sasa kuua nafsi ni miongoni mwa madhambi makubwa. Waliyaminu alghamus, na kiapo ambacho kwamba ni cha uongo. Kwa nini kimeitwa aliyaminu alghamus, kiapo ambacho kwamba cha kumzamisha mtu sehemu fulani? Ni kwa sababu yule ambaye anayejua anaapa kiapo ambacho si cha kweli, ni cha uongo, ni kwa sababu anamtetea fulani apate mali na yeye atapata faida kwenye mali hiyo, yeye na huyo mwenzake wote watazama katika moto wa Jahannam. Na leo yapo hayapo haya. Anajua wazi huyu fulani kaiba, lakini kwa sababu ni swaibu wangu, kwa sababu ni rafiki yangu, nitamuachaje kwenye hii kesi mwenyewe yeye kama yeye? Na mimi lau nikitia mguu wangu hii kesi itakuwa nzito, ataonekana huyu mkweli. Anaamua kuitetea batil, anaiacha haki. Huyu naye ataswekwa ndani ya moto wa Jahannam. Na ili uokoke na madhambi haya, kama ushawahi kuyafanya, kama ushawahi kuteleza, rudi kwa Allah uende ukatubie. Rudi kwa Allah uende ukafanye tauba, utasalimika. Na kama hujawahi kuyafanya, yaone kama ugonjwa wa ngozi, kama ugonjwa wa ukoma, usijaribu kuingia katika masala haya. Leo ukichukua shirki peke yake ambalo ni dhambi la kwanza, ambalo ndio mama katika madhambi makubwa. Leo miaka 80 wewe unasali, miaka 80 unamcha Allah subhanahu wa ta'ala, miaka 80 umebahatika kwenda haji, lakini ukifanya hiyo shirki tu, Allah anayafuta yale mema yako yote uliyoyafanya ndani ya miaka 80. Unaanza tena alifu kwa ujiti. Wewe unaona ni mchezo? Na watu wanalikuta ile jambo ni rahisi sana. Siingii sana huko kwa sababu nitachukua muda, na naona muda pia umeyoyoma. Hadithi niloisoma imepokelewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 6298.